Asante sana ndugu zangu waandishi wa habari, habari ya asubuhi. Karibuni FCC. Niwashukuru kwa kuitikia wito wetu. Ameeleza meneja wetu wa mahusiano hapa kwamba tumekutana ili kuwataarifu umma wa Tanzania kupitia kwenu kuhusu uzinduzi wa siku ya wiki. Sisi tunaanza wiki, lakini kunakuwa na siku ya haki za mlaji duniani ambayo inaadhimishwa duniani tarehe 15 mwezi wa 3 kila mwaka. Kwa hiyo sisi leo tunaanza maadhimisho hayo kwa wiki nzima kabla hatujafikia kilele chake, ambacho kilele chake hapa kwetu kitakuwa tarehe 17 siku ya Jumatatu, kwa sababu kwanza tarehe 15 itakuwa ni siku ya Jumamosi, lakini la pili tarehe 15 kuna shughuli nyingine kubwa ya kitaifa ambayo tunadhani ni vizuri sisi ya kwetu ikasogea mbele kwa tarehe 17. Ni kwamba Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka 1985 lilipitisha guidelines zinaitwa United Nations Guidelines for Consumer Protection, mwongozo wa kanuni za Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kumlinda mlaji, na kanuni hizi zimekuwa revised mara mbili, mara ya mwisho ikiwa ni mwaka 2015, na zinatekelezwa na zinasimamiwa utekelezaji wake na taasisi ya Umoja wa Mataifa ambayo inaitwa UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Yenyewe ndio inasimamia utekelezaji wa haki hizi. Sasa pamoja na kwamba haki hizi zipo na serikali inazitambua na utekelezaji wake unafanywa kupitia kwetu FCC, kumekuwa na umuhimu wa kutoa elimu mara kwa mara, na ni jambo mojawapo ambalo tunalifanya wakati wa wiki hii ya maadhimisho kila mwaka. Haki za mlaji zinazotambulika kimataifa ziko 8. Nitawatajia tu baadhi yake. Kuna haki ya kuchagua, the right to choice, ambayo mlaji anaweza kuwa nayo. Kuna haki ya kulindwa dhidi ya bidhaa zisizofaa. Kuna haki ya kupata taarifa za bidhaa kwa maana ya product information, lakini pia kuna haki ya kusikilizwa, right to be heard. Ile haki ya kuchagua ni kwamba kuwe na range of products ambazo mlaji atakuwa na uhuru wa kuchagua kwamba kwa jinsi ya testi yake na jinsi ilivyo ni kwamba yeye ipi ataona inamfaa. Sasa haki hizi kuwepo na kutambuliwa na serikali yetu ni jambo moja, lakini kuhakikisha kwamba haki hizo zinatekelezwa ni jambo lingine. Na serikali yetu kwa kutambua umuhimu wa hilo imelikabidhi jukumu hili kimsingi kwa taasisi yetu ya Tume ya Ushindani. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria yetu tumepewa jukumu hilo la kuhakikisha kwamba haki za mlaji. Mambo mengine sio kila kitu unajifunza, tunajifunza mema tu. Yale mema tuendelee kuwa nayo. Tumombe Mwenyezi Mungu katika dua zetu, katika sala zetu, katika kipindi hiki aendelee kujijalia amani katika nchi yetu na kuwajalia viongozi wetu afya njema. Nawashukuru sana, karibuni sana FCC. Ushindani, lakini pia ninashughulika na masuala ya kumlinda mlaji. Kwa hivyo kama alivyozungumza mkurugenzi mkuu, tumezindua maadhimisho ya siku ya kumlinda mlaji duniani ambayo yanafanyika kila mwaka tarehe 15 Machi, na imekuwa ni ada yetu kwamba tunapoelekea kwenye maadhimisho hayo kwa maana ya kilele ambayo ni tarehe 15 mwezi wa 3, ambayo kimsingi tutaifanya mwaka huu tarehe 17 kama alivyosema mkurugenzi mkuu, huwa tunafanya elimu, kwa maana tunafanya hizi awareness campaigns kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwajengea uwezo wa Tanzania kuhusiana na haki na wajibu wao katika soko, ili waweze kuwa walaji wazuri katika soko na kuweza kusaidia juhudi za serikali katika kulidhibiti soko la Tanzania. Kwa jina naitwa Charles Kadingwa,
Mimi ni manager miradi kutoka shirika la Foundation for Civil Society au FCS kwa kifupi. FCS kwa kutambua umuhimu wa haki za mlaji, tumeshirikiana pamoja na FCC kwa wiki nzima kuanzia siku ya Jumatatu ijayo mpaka siku ya kilele ambapo ni tarehe 17 kuweza kufanya kazi pamoja. Tarehe 17 nafikiri pamoja na mambo mengine pia mkurugenzi wetu atazungumza, wa FCS atazungumza zaidi, atazungumza na mafanikio ambayo yatatokea ndani ya wiki hiyo, lakini pia tutamkaribisha na mshauri wetu kama ataweza kuja. Kwa karibuni sana waandishi wa habari, siku hiyo nafikiri itakuwa siku nzuri sana. Tunashukuru sana kwa kifupi. Asante. Shoga yangu we, mambo yamejipa. Wewe endelea na ubishi wako hapa. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imeshatoa ruzuku ya kulipia asilimia kubwa ya mitungi hiyo. Sisi tunachangia kidogo tu. Wewe unadhani ningepata mimi mtungi kwa pesa ile? Haya, ona mambo. Hilo. Lishawaka? Limewaka ndio, unacheza na gesi. Basi nipeleke na mimi nikachukue shoga yangu. Haya maharage nusu saa nyingi yameiva faster tu. Kisha tena maendeleo. Umewaka unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wakala wa Nishati Vijijini, REA.